Ndugu zangu, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA pamoja na Waislamu wote, amani iwe kwenu. Ninakuja mbele yenu kwa unyenyekevu kabisa, nikijua ya kwamba kuna mambo tunajua yanaendelea katika taifa la Tanzania ambayo yanahitaji umoja wetu kama taifa, ili kujenga historia nzuri ambayo hata vizazi vitakavyokuja vitaheshimu dini zetu na mila zetu. Mimi kwenye familia yetu, dada yetu wa kwanza mkubwa ameolewa na Muislamu, na sasa ni zaidi ya miaka 15 kwenye ndoa yao. Lakini mimi ni Mkristo na baba yangu ni mwinjilisti. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatokea hapa na pale ambayo yanaonekana kama kutugawa kati ya Wakristo na Waislamu. Lakini kiuhalisia kama kwa Tanzania hili jambo tutakuwa tumechelewa, kwa sababu sisi tumeishi kama ndugu. Unakuta kuna watu wameoa huku, wengine wameoa huku. Kwa hiyo wengine ni mme na mke, mme Muislamu, mke Mkristo. Kwa hiyo hakuna namna ambapo tunaweza tukafanya dini zitugawe. Lakini pia kama Mungu hakumuua shetani mpaka leo yupo, ni sioni sababu ambayo inaweza katufanya tuone kwamba kuna watu hawapaswi kuishi kwa sababu ya dini zao. Wito wangu kabisa ambao nimekuja kwenu ni kwamba huu ni wakati ambapo Tanzania imekuwa ni nchi ambayo sasa huwezi ukaishi kwa amani kama umeamua kuwa mkweli na kusimamia haki. Yaani unajisikia uko salama zaidi ukiwa kwenye nchi ya wengine kuliko nchini kwako. Lakini ni nani atakayeweza kuondoa hii changamoto kama sio sisi? Na kadri ambavyo tutakuwa tunachelewa kufanya maamuzi sahihi, ndivyo ambavyo tatizo litakuwa kubwa. Wito wangu ni kwamba kama taifa tuungane kwa pamoja ili kulileta taifa kwa pamoja. Dini zetu sio sababu ya kutufanya tutengane. Na ndiyo maana kwa miaka yote hiyo hakujakuwa na rais Mkristo tu au rais Muislamu tu. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo tunahitaji kusimama kama taifa. Na mimi naamini kitu kimoja, kwamba wanadamu tunakosea. Kwa hiyo viongozi waliokuwa madarakani ni watu kama sisi na wanakosea kama sisi. Kwa hiyo kuna wakati ambapo kwa umoja wetu tukisimama tunaweza kusaidia taifa, lakini pia kuwasaidia na wao. Unajua, tusiangalie tu makosa ya mtu wakati na sisi tunakosea. Kwa huu ni wakati ambapo tunasimama kwa ajili ya taifa, kulileta pamoja. Na kitu ambacho mimi ninasema zaidi ni kwamba haipo haja ya kuona kuna watu wanapaswa kuuawa kwa sababu wamefanya hiki na hiki. Bado hatuwezi kuliponya taifa kwa kufanya hivyo, bali kwa umoja wetu tuje kama taifa. Na hatuwezi kutegemea watu wa nje kuamua amani ya taifa isipokuwa sisi wazalendo. Na kama tuliweza kuwasamehe wakoloni waliotuuza utumwani, waliotuua, waliotufanyia mambo ya ajabu, basi haipo haja ya kuona Watanzania wenzetu waliokosea wanahitaji kuuawa, wanahitaji kupelekwa ICC wakauawe, wakati wakoloni walitutesa zaidi ya hawa. Kwa hiyo inahitaji hekima na busara kuamua haya mambo. Na dini zote hizi zinafundisha kwa habari ya haki na upendo. Na upendo hauwezi kuwa na nguvu kama hakuna msamaha. Tunafahamu kwenye ndoa hakuna ndoa ambayo haipitii changamoto ya kutofautiana, hata kama sio kwa kiwango kikubwa. Lakini zipo kwa sababu ya kusameheana. Kwa hiyo hata taifa kitakachotuleta pamoja sio kunyosheana vidole, bali kusameheana.
Kwa hiyo natambua sana, nimekuwa na marafiki wengi Waislamu mpaka sasa hivi ninao wengi. Kwa hiyo ninatambua sana mchango wa dini zetu. Kwa hiyo baada ya kutoa ujumbe kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ujumbe wa pili ulikuwa kwa teki. Ujumbe wa tatu ni huu hapa kwa ndugu zetu Waislamu. Maana najua ya kwamba hatuwezi kuileta Tanzania upya kama tutaendelea kusimama kunyosheana vidole, kuonyoshea vidole viongozi. Hatuwezi kuvuka. Sisi Wakristo kwenye Biblia, moja ya kitu tunachofundishwa ni upendo, lakini pia tunaambiwa kwamba kama hutawasamehe watu makosa yao, na Baba yako wa mbinguni hata kusamehe wewe. Kwa hiyo msingi wa nguzo yetu mojawapo kwenye Ukristo ni upendo, na hakuna upendo bila msamaha. Pia Yesu aliulizwa swali na Petro kwamba ndugu yangu anikosea mara ngapi nimsamehe? Yesu akasema hata 7 mara 70. Maana yake hakuna kikomo cha kutomsamehe mtu. Na kwa sababu Yesu hakutaja ni kosa gani ambalo huwezi kumsamehe mtu, maana yake makosa yote yanasameheka. Lakini kitakachotuleta pamoja ni ukweli, yaani ile kuwa mkweli kutoka moyoni. Kwa hiyo tunahitaji ambaye amekosea tusimwambie hajakosea, tumwambie hapo umekosea. Na nimekuwa nikiwaambia wengine pia ni kwamba hakuna kitu kizuri kama kumuona mtu aliyepaswa kuuawa au kuhukumiwa anaishi kwa sababu wewe umemtangazia msamaha. Ina nguvu kubwa. Wakristo pia tunaambiwa kwenye maandiko ya kwamba kisasi ni juu yangu mimi, Mungu nitalipa. Kama Rwanda wasingeweza kusameheana na kuanza upya, lisingekuwepo leo taifa la Rwanda. Kwa waliamua kufuta ukurasa uliopita, wakaamua kuanza ukurasa mpya. Kama Rwanda waliuana zaidi, nasikia sijui kama sio malaki, milioni sijui. Sisi hatujafikia huko, kwa hiyo bado tuna nafasi. Lakini kitakachotutoa hapa kama taifa ni kuacha unafiki. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kwamba ameendelea kusimama katika haki, na wale ambao wamekuja kinyume na kupotosha, kuleta sura tofauti ya dini ya Kiislamu, nashukuru Mungu mmeweza kujitenga nao. Mwisho kabisa niseme hivi, tunachokifanya leo kinajenga msingi kwa ajili ya vizazi vijavyo kwenye dini zetu. Historia itabaki. Kwa hiyo hapa hatufanyi kwa ajili yetu tu, bali kwa ajili ya mwendelezo wa dini zetu huku nyuma. Zitabaki na historia. Je, tulifanikisha vipi? Tulikuwa na mchango gani wa kulileta taifa? Mimi nawapenda sana, maana ni moja ya watu ambao mmenyoka, huwa hamtaki unafiki. Kwa hiyo kwa pamoja tulijenge taifa letu. Hakuna mahali ambapo tutakuwa na amani na furaha nje ya Tanzania. Amen. Mungu awabariki sana. Hitimisho langu kweli ni kwamba tunatamani tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambao ni siku ya mapinduzi ya Zanzibar, iwe ni siku ambayo tutalileta taifa pamoja. Siku ambayo tutakumbuka kwa pamoja kama taifa vifo vya ndugu zetu waliouawa. Lakini pia natamani iwe ni siku ambayo tutawatangazia msamaha viongozi waliokosea. Hakuna kitu kama kumsamehe mtu na kumwachilia. Wapo ndugu ambao wamepotewa na ndugu zao wamekufa, wamezika nguo. Hao watu
mtu akisema nimekusamehe, kuna kitu kinafunguka ndani, anakuwa huru. Kwa tusipotengeneza mazingira ya kulifanya taifa liingie kwenye mahali ambapo litaachilia uchungu, visasi, hatuwezi kuliponya taifa la Tanzania. Kwa hiyo siku hiyo ni siku ambapo kwanza tutaomba toba kwa Mungu wetu. Tunajua kwenye mikutano ya kwenye matukio ya kiserikali, dini zote zimekuwepo, na akiongoza huyu msala Mkristo, Muislamu pia anaomba. Kadhalika kama taifa tutaenda pamoja, na kila mmoja atakuwa na nafasi ya kuomba toba kwa Mungu, ili damu hizi za Watanzania zilizomwagika zisiendelee kuacha laana kwenye taifa la Tanzania. Lakini pia tuachilie msamaha kwa viongozi ambao tunajua wamehusika kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ikipatikana nafasi, viongozi pia wakajua kwamba kwa kweli hapa tumekosea. Unajua, kukiri kosa sio dhambi. Kama wakifanikiwa wakiwa huru kusema kwa kweli kuna mahali tumekosea, naomba mtusamee, itaganga mno mioyo ya watu. Tulifanikisha. Najua kuna watu mna hekima zaidi kuliko hata mimi, kwa hiyo naamini mtaliweka pamoja. Mungu atubariki sote. Hatuna Tanzania nyingine, ni hii tu. Kwa hiyo tuipambanie irudi kwenye hali yake bora hata kuliko zamani. Asanteni sana. Ujumbe huu nisaidieni kunifikishia kwa Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA, lakini pia kwa viongozi wengine na jumuiya yote ya Kiislamu. Kwa pamoja tupendane, tushikamane kwa ajili ya taifa letu na vizazi vijavyo, ili visiwe vizazi vya wakimbizi, watu ambao hawatakuwa na makao. Umoja wetu ndo nguvu yetu. Amen.